Kwa hivyo nashukuru Bwana asubuhi ya leo kwa ajili ya neema ya Mungu iliyo nyingi. Leo tunaenda kujifundisha dhamani ya mwenye dhambi mbele za Mungu. Maana Mungu tangu awali alidhamini mtu ambaye ni mwenye dhambi, akampenda, akatoa mwanao wa pekee ili aweze kupata wokovu kupitia yeye. Na Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni alizungumza mambo haya katika Luka 15 mstari ule wa kwanza hadi mstari wa 10, na tutasoma, tutaona kile Mungu anatufundisha kupitia hao watu. Nitasoma Luka 15 mstari wa kwanza hadi ule wa 10. Maandiko inasema, basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanugunika wakisema, mtu huyu wakaribisha wenye dhambi, tena ula nao. Akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja wapo, asiyewaacha wale 99 nyikani, aende akamtafuta yule aliyepotea hata amuone? Na akiisha kumuona, umweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake, waita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kwa hiyo ndio ujumbe wetu wa siku ya leo. Nawaambia hivi kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haya ya kutubu. Hao kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja asiwase taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata ione? Na akiisha kuiona, waita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimepata tena shilingi ile iliyopotea. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu ya hiyo andiko, maana ni Yesu Kristo alinena ujumbe huu. Maana watoza ushuru na wale watu Mafarisayo walikuja kwake wakamuuliza Yesu, mbona wewe unakaa pamoja na watu wenye dhambi, pia unakula pamoja na wao? Yesu akawaelezea yeye hakuja kwa sababu ya mtu aliye mwema ama yule aliyeokoka. Akawaambia ya kwamba mimi nilikuja kwa sababu ya mtu huyu, ama kwa ajili ya hii kondoo iliyopotea, ili nipate kuirejesha mbele za Baba. Praise God. Kwa hivyo nashukuru Bwana, maana Yesu akazidi kuwaeleza, akawaambia ya kwamba ni nani katikati yenu ambaye akiwa na kondoo 90, akiwa na 100, habaki na 99, moja ipotelee jagwani, ataiacha huko ipotee. Akawaambia, lakini wewe kwa sababu unasikia uchungu ya ile kondoo moja, hiyo 99 utaiacha uende utafute ile moja iliyopotea. Usisahau tunaongea umuhimu ama dhamani ya mtu mmoja ambaye bado hayatubu ama bado hayakubali Yesu Kristo katika maisha yake. Akawaambia, unaacha zile 99, unaenda kutafuta ile moja. Wakati utakapoipata unafurahia, unaisukua, unaiweka mabegani mwako, unaenda pale nyumbani ukiwa unafurahia. Unaambia marafiki wako, njoo tufurahie, maana
nimepata kondoo yangu moja iliyokuwa imepotea, na unaserekea pamoja na wao. Akawaambia, hivyo ndivyo ilivyo katika ufalme wa mbinguni. Wakati Mkristo unaendea mtu mmoja aliyepotelea katika dhambi, unamrejesha katika pendo la Kristo, anapata kuokoka na kutubu. Maandiko inasema hivyo hivyo, kama vile wewe ulivyopoteza kondoo moja, unapoirejesha kwa furaha na mnamshangilia, ndivyo ilivyo mbinguni kwa Baba yetu. Wakati mtu mmoja aliye mwenye dhambi anapomgeukia Mungu na kutubu, inakuwa furaha kubwa kule mbinguni kwa Baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wajibu wetu wa Kristo wapendwa, kwa neema yake Yesu Kristo, ukiwa umeokoka au kuokoka ukai hivyo tu, enda katika ulimwengu, maana huu ndio mwito ulio mkuu kuliko mingine yetu sisi wa Kristo. Enda uwahubirie watu habari njema, rejesha wale waliopotea katika neema ya Mungu na katika pendo la Yesu Kristo. Maana hukuitwa uokoke ukai hivyo, haukuitwa tu umpokee Yesu na utoseke ukae kwenye kanisa, ukae kwenye kiti, bila kuhubiria watu habari njema ya Baba wetu Yesu Kristo, ambaye ndio mwito ulio mkuu kuliko mito mingine yote ile. Wakati roho moja inapogeuka na kutubu, ni ya dhamani kuliko 99 zilizomkubalia Baba, ambazo zinaishi katika nyumba ya Mungu, hasina haya tena ya kutubu. Maandiko imesema hivyo katika ule mstari wake wa 7. Maandiko inasema, nawaambia hivyo vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi moja atubue, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haya ya kutubu, hawana haya ya kuwa na ule moyo wa kugeukia Mungu, hawana haya ya kusema kwamba tunahitaji Baba tuiname chini yako, tukurejelee, tuenende katika pendo lako. Maandiko inasema mwenye dhambi moja anapogeuka na kutubu, anapita watu hao ambao hawana haya ya kutubu tena. Kwa hivyo Mkristo mpendwa, haukuitwa kwa sababu tu Yesu alikuleta katika ufalme wake ukae tu katika nyumba, ukae tu katika kanisa la Kristo. Hauna haya ya kwenda kuwahubiria watu wengine. Hata wale mnaofanya kazi na wao, wakiulizwa kama umeokoka, hawawezi wakatambua kana kwamba umeokoka. Wengi waambia habari ya Yesu. Wapendwa, tuko na wajibu wa kujibu kufanya, tuko na jambo la kuwajibika. Tudhamini mtu aliye nje ambaye hayakubali Yesu, tumpende, tutambue hii roho mbele za Mungu ni dhamana. Hii roho Mungu anahitaji tuwafikie kule, maana Mwokozi wetu Yesu alisema hii roho moja kutubu ni ya dhamana sana mbele za Mungu. Na akapeana mfano mwingine moja, Yesu Kristo akapeana mfano akasema, ni nani mwanamke gani mwenye shilingi 10 akienda katika nyumba yake apoteze moja kwa hizo 10, atasema wasa nibaki na 9, asidhamini ile moja iliyopotea, haweze kuiacha tu, haachane nayo, asitafute. Lakini maandiko inasema huyu mama mwenye shilingi 10 akipotesha moja, atahakikisha kwa juhudi zake, amewakiza hata taa, ametafuta mpaka uvunguni wa kitanda, ametafuta mahali popote mpaka ameipata. Na akiisha kuipata, yeye atafurahia na ataita watu wenzake, hawaambie johoni tufurahie, maana kile nilichopotesha nimekipata. Kwa hivyo nataka wapendwa, kwa neema yake Yesu Kristo, na wasi wherever you are, kuwa na dhamani, udhamini wale watu walio nje, wale watu ambao hawayakubali toba, wale watu ambao wanahitaji kufikiwa na Injili. Wewe Mungu amekurehemu, umeokoka au kuokoka uka hivyo. Kuna mtu mmoja niliweza kumsikiza, aliitwa wakati wa kuhamasisha watu wandogo. Alikuwa ni kijana amefanya mambo makubwa sana
katika nchi na katika nchi za nje. Huyu kijana alipoitwa sasa kuojiwa jinsi alivyopata mali, alivyoweza kufanikiwa, akaulizwa, sasa umefanya mambo makubwa, biashara kubwa nyingi umefanya, ni kitu gani kingine unaweza ambia watu hao wadogo ili kiwatie moyo? Nilimpenda maana vile alivyojibu. Aliwaambia, mimi kitu ninachotamani ni nigeuze maisha ya mtu mmoja tu ageuke na aweze kumwelekea Mungu, aweze tu kutambua wema wa Mungu. Hiyo tu itatosha. Akasema, mwaka huu kama kuna kitu natamani ni mtu hata mmoja tu nimfikie, atambue kuna mtu amemsaidia, amegeuka. Kwa hivyo wapendwa, tudhamini watu walio nje, tuwaone ni wadhamani, maana Mungu aliwadhamini. Yesu akakaa pamoja na wao, akasema, sikuitwa kwa sababu ya hao watu wazuri, sikuitwa kwa sababu ya wale ambao wanaonekana ndio wadhamani. Niliitwa kwa sababu ya huyu mtu aliyepotea, nimrejeshe mbele za Bwana, nimlete katika wema wa Mungu. Kanisa tukitambua hivyo, hatutakaa vile tulivyo, hatutaridhika huko nje, hatutaokoka tu tuseme tuliitwa ili tukuje kanisani tuimbe, tusangilie, tufanye mambo mengine, tuende tukae huko. Tutadhamini somo moja, nafsi moja ambaye itageuka na itubu, imsimamie Bwana. Maandiko inasema hiyo roho ni ya dhamani sana mbele za Baba yetu. Hiyo ni kitu ya dhamani mbele za Mungu wetu. Maandiko imetueleza kwamba mama mwenye shilingi 10 atakapopotesha moja, atahakikisha kwa juhudi zake zote ametafuta ile moja iliyokuwa imepotea na aweze kuipata mikononi mwake. Na maandiko inasema atakapokisha kuipata, atabaki hivyo tu, atafurahia, na pia ataita marafiki zake awaambie, John, mnisaidie kufurahia, maana kile nilichopoteza nimekipata. Maandiko imetueleza hiyo yote ili tutambue dhamana ya mtu ambaye bando ayatubu, ayarejea pendo lake Kristo. Kanisa la Mungu, ninawasihi kwa neema yake Mungu tuweze kudhamini watu walio nje. Hatukuitwa tu tukae, hatukuitwa tu tukae de nituhubirie mtu mmoja tu, angalau mmoja tu. Tamani mwezi huu useme, Mungu ninahitaji one soul igeuke na itubu, ikusimamie. Hiyo tu inatosha. Usitamani gari, usitamani vitu vikubwa, tamani tu one soul igeuke kupitia wewe Mkristo uliokoka. Watu ni wengi ulimwenguni, bado hawayapata mtu wa kusawasaidia, hawayapata mtu wa kuonyesha pendo la Kristo juu ya maisha yao. Ni wengi ambao wanahitaji tuwafikie, tuwaambie habari njema ya Yesu Kristo. Kwa hivyo tamani hiyo, na Mungu akupe hiyo neema kwa jina la Yesu. Ufikie tu roho, uirejeshe katika nyumba ya Mungu na kwa pendo lililokuu. Idhamini zaidi ya hizo zote kodoo zilizo katika nyumba ya Mungu. Dhamini hiyo iliyo nje kuliko hizo zingine, maana tunaona huyu aliyekuwa na kondoo 99 aliacha hizo zote akaenda kutafuta moja. Haleluya! Ni vizuri tudhamini wale watu walio nje kama vile Yesu Kristo alivyowadhamini, akakaa pamoja na wao mpaka Wafarisayo na Masadukayo wakaanza kumshtumu, naye akawaambia, sikukuja kwa sababu ya wale walio wazuri, nilikuja kwa sababu ya wale waliopotea, ili niweze kuwarejesha kwa pendo la Yesu Kristo. Tutasoma kifungo kimoja tukimalizia. Na Mungu wetu ni mwema, ametuwezesha kutambua dhamana ya wale watu ambao hawajaokoka, ili tuweze kuwafikia, tuwalete katika nyumba ya Mungu. Tuangalie katika Mathayo 28 mstari wake ni wa 18 hadi 19. Maandiko inasema, Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni
na duniani. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hii ni wakati Yesu aliweza kubadilisha habari yake njema ambaye alileta ulimwenguni. Alipokuwa akiondoka, maandiko inasema akaja kwao, akasema nao, akawaambia hii ndiyo mwito mkuu ama utume ulio mkuu, mpate kuenenda katika mataifa yote, mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Kwa hivyo ni wajibu wa Mkristo yoyote aliokoka, ni wajibu wetu sisi wote tuliompokea Bwana wetu Yesu Kristo, tuweze kuenenda ulimwenguni kote, mahali popote utakapotuma, mahali popote utakapoenda kufanya kazi, hubiri habari njema. Ambia watu ya kwamba kuna Yesu anayeokoa, kuna Yesu anayeponya, kuna Yesu anayebadilisha maisha, kuna Yesu ambaye alio wa dhamani. Hubiria watu habari njema. Ikiwa ni wanafunzi, Mungu amekujalia neema ya kuokoka. Katika kule shuleni, ambia wanafunzi habari njema ya Yesu. Ikiwa tunafanya kazi, mahali popote huko, hubiri habari njema. Maana Yesu alipoondoka alidhamini hii zaidi ya jambo lingine. Akasema enendeni mkafanya watu kuwa wanafunzi. Alidhamini ile roho iliyo nje, ile yageuka na kutubu. Akasema siyawaita kwa ajili ya nyinyi wenyewe mliokoka, mseme mimi nitaenda kwa ndugu yangu, tukae tuongee habari ya Yesu. Ni vizuri ndio, lakini Yesu alidhamini ile iliyo nje kuliko ile iko ndani. Akasema enendeni mlete watu katika ufalme wangu, mhubirie watu habari njema. Lakini kanisa la Mungu, watu wamesahau hii mwito wa Yesu Kristo, wamesahau hii. Wengi katika kanisa, mtu akihubiriwa anaokoka, anaingia katika nyumba ya Mungu, anakaa tu. Ukimuuliza anasema bora nimeokoka, nimejua wema wa Yesu, nitaingia kanisani. Hukuitiwa hiyo. Na hii kazi ya kuhubiri habari njema si ya archbishop, sio ya bishop, sio ya reverend, sio ya mchungaji, ni ya mtu yoyote aliyemkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mtu yoyote aliyempokea Yesu. Wasa watu wa mataifa, watu walio nje, kupitia wewe uwalete katika nyumba ya Mungu, wakuje wapate ungamo, wapate kuomba ombi la toba, wamgeukie Bwana Yesu. Na maandiko inasema sawa moja tu, kuirejesha katika neema ya Mungu ni dhamani iliyo kuu. Kwa hivyo Mungu wetu ashukuriwe na jina lake lipate kutukuzwa kwa sababu ya hiyo neno la Mungu ambaye amepata kuzungumza nasi siku ya leo. Tudhamini wale watu walio nje, tuwahubirie habari njema. Tuhubiri habari njema ya Yesu Kristo, ili kanisa la Mungu tutimize utume mkuu ambaye Yesu Kristo aliweza kututuma tuweze kuifikia. Kwa hivyo sina mengi. Mungu awabariki, awatende mema. Ikiwa kuna mtu pale nje katika mitandao ya jamii ungependa kukubali Bwana Yesu juu ya maisha yako, ni nafasi yako ya muhimu. Kubali Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi, naye atakuongoza. Na wewe pia utaenda kufanya wengine wafuasi wa Yesu kupitia ujumbe huu ambao Mungu ametuzungumzia siku ya leo. Hii ndio mwito ambao ulio mkuu zaidi ya mito mingine, kufanya watu kuwa wanafunzi. Kwa hivyo ningependa urudie hivi nyuma yangu. Kama umesikiliza neno la Mungu,
limekuguza na ungependa kuokoka, ungependa pia wewe kumtumikia Bwana Yesu, ungependa kusimama na kusema kuanzia leo nimekata kauli, nitamuishia Yesu, nitamtumikia, nitahubiri habari yake njema, wewe Mungu anakupenda na anakudhamini zaidi. Umesikia jinsi Yesu alikudhamini, unasikia jinsi baba yetu alikudhamini. Wewe ni wa thamani katika maisha ya Ukristo, na Yesu anakupenda na upendo wake ni mkuu juu ya maisha yako. Rudia hivi nyuma yangu na utaweza kuokoka, maana maandiko inasema katika Warumi, kupitia kumkiri yeye utaweza kupokea wokovu. Kwa hivyo rudia hivi nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, ninakupenda. Ni asante kwa ajili ya kifo chako pale msalabani na kwa ajili ya kutoa uhai wako kwa ajili yangu. Sasa hivi Yesu, ninakupenda, ninakuja mbele zako, maana nilikuwa nimetengana nawe na kufuata mambo yangu mwenyewe. Yesu, sasa nageuka na kutubu, nipokee kama moja wana wako waliokuwa wamepotea, lakini sasa nimekata kauli kukufuata wewe na kukuisia wewe. Yesu, nisaidie na uniwezeshe nikutumikie siku zote, nihubiri habari yako njema ya wokovu wako Yesu Kristo. Asante Yesu kwa kunisamehe na kwa kunipokea na kwa kuniokoa, na ni kwa jina la Yesu inaomba na kushukuru. Sema amen. Kwa hivyo hiyo ndio njia ya kumpokea Yesu. Wacha nikuombe, tuombe ombi la mwisho, na Baba atakuongoza akuelekeze mahali kanisa la Mungu liko, ambapo watu wanaabudu katika roho na kweli, na ukamtumikie Mungu wako na akakusaidie ukahubiri habari njema katika ulimwengu kote pasipo kizuizi chochote, kwa jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, jina lililo kuu lenye uweza na mamlaka duniani na hata juu mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako ulio mwingi na kwa rehema yako iliyo kuu. Asante kwa wapendo wao wameokoka, wamekupokea siku ya leo. Asante Kristo kwa watazamaji. Asante kwa ajili hii neno lako ambao Mungu limetusukia kila mmoja wetu. Mungu, tunaomba msaada wako. Tumekaa bila kutoka kuongea nje siku nyingi, tusaidie sasa Mungu, tukazungumze, tukalete watu katika rehema zako, tukahubiria watu habari njema. Roho zetu Baba sikatafute roho zilizopotea, ili tukasirejeze katika pendo lako. Asante Kristo, maana kuanzia sasa roho wako wa uweza, roho wako wa nguvu ametusukia, ili tuende tukanene habari njema, tukarejeze wengi katika ufalme wako. Tunakupenda Baba na tunakuheshimu. Tunalibariki jina lako na kulitukuza, ni kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye mwenye nguvu, aliye mwenye uweza, aliye mwenye rehema kama wewe. Ni wewe Baba umetukuka duniani na hata juu mbinguni. Ndiwe msaada wetu Baba, na ni wewe tu Mungu unayeweza ukatusaidia. Tusaidie kama wanadamu, utuwezeshe. Nasi Baba tuko tayari kunena habari yako njema. Utukuzwe na uimindiwe na upewe sifa, na ni kwa jina la Yesu Kristo, jina lililo kuu kuliko majina yote, tunaomba tukushukuru na hata tukiamini. Amen. Amen. Be blessed. May the grace of God be with you forever and ever. Amen.